kalima na Sheikh Hassan Said Chizenga kwa niaba ya Samahatul Mufti. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kwanza ni vyema kwamba makamu ya mimi kusimama katika jambo kama hili wala sina, lakini nishukuru kwamba ni khadimu wa kiongozi wetu mkubwa na ananituma niweze kufanya ya kwake. Kwa hiyo hii ni daraja yake wala si mimi. Lakini niseme kitu kimoja, mmefurahishwa sana na watoto wa marhum kwamba walipofika hapa, walipoamua kwamba wao ndio wenye haki ya kuswalisha, wakatamka kitu ambacho hiki tusikubali kunyang'anywa. Sisi hatuwezi kuswalisha kama mufti upo. Kwa hiyo kama hayupo basi mwakilishi wake ndio aswalishe, kumtanguliza kiongozi wetu mbele katika nafasi kama hizi. Hii ni mila yetu, ni desturi ya Uislamu na tusijenyang'anywa na mtu yoyote katika hilo. Ama nitakachotaka kuzungumza, nzungumze lipi ile ambalo liwe jipya kuliko alilosema Sheikh Kidago kwamba mtu akiondoka abakishe athari, awe kafa lakini katika mioyo watu yumo. Niseme nini zaidi ya hilo? Lakini kama nataka nseme, nitajikuta narudia mule alimosema Sheikh Al-Hadi ya kwamba sisi ni mashahidi kwamba huyu ni mtu ambaye ni mwema, amefanya mengi mema. Nani ambaye anashuhudia baya lake? Mwenyezi Mungu naomba mchukue muingize peponi. Na mimi katika kutaka kuyazungumza, nizungumze kidogo tu kwamba kwa niaba ya Mufti taban, mimi mwanafunzi wake, kwa hiyo nisema chochote kizuri nchake na kile kibaya nchangu. Tuelewana eh? Nikikosea ni langu mimi, lakini nikipatia ni lake yeye Mheshimiwa Mufti, kwa sababu mimi ni mwanawe. Bwana mkubwa huyo, tuseme Tanzania imefiwa kifo ambacho hakijawahi kutokea. Tanzania imefiwa kifo ambacho hakijawahi kutokea. Huyu bwana alikuwa nuru yetu. Tukikutana kule Maka na Madina kwenye nani, hakuna kama yeye kutoka Kenya, hakuna kama yeye kutoka Uganda, hakuna kama yeye katika nchi zote za jirani. Tulikuwa na bendera ya aina yake ya pepea katika sisi tukiwa tuko katika ardhi ile tukufu. Waona bana? Kwa hiyo sisi tumefiwa sana, na Mufti kafiwa kwa kuondokewa na bendera hii iliyo kubwa. Nieleze kitu kimoja ambacho naona nisipokitaja wakukitaja mwingine simjui. Siku moja niko naye Madina, huyu kama mnavyomjua yeye, huyu Mungu kampa daraja ambayo wengi hatujapewa. Kuna ile hadithi za udhkurullah hatta yuqala majnun, udhkurullah hatta yuqala majnun, mdhukuru Mungu mpaka watu waseme mwenda wazimu. Nani katika sikafikia katika daraja ya kumtaja Mungu mpaka akaonekana kama mwenda wazimu? Mwenzetu kafikia. Nimetoka naye, nimeingia msikiti wa Madina akiwa yuko katika zile hisia zake za juu kabisa, na mimi nimeshika naye mkono na kwenda namna hii. Mungu akatujalia tukakutana na wali mmoja miongoni mwa wali wa Mungu. Nikisema hivi mtanitaka ushahidi. Sura ya mtu inaonyesha yeye nani. Tulipomuona na yeye akatuona, akaja akamkumbatia Darweshi, akamkumbatia vizuri. Wakati huo mimi bado niko huko nyuma, bado sichukui mharuma nikaweka kwenye bega, wala sivai tasbihi kama alivyokuwa anavaa, lakini sasa naivaa, na wala ndevu nzuri kama hizi nilikuwa sijaweka. Kwa hiyo yeye akakumbatiwa na yule wali. Alipokumbatiwa wakaombeana dua, mimi nikaona gere, akanigeukia na mimi akanikumbatia, akamwambia wewe, kwa nini unachelewa? Ananiambia mimi, kwa nini uacha? Kwa nini hui kama mwenzako? Mpumbavu wewe. Kwa nini unachelewa hui kama mwenzako alivyo? Tumeondokewa Tanzania na tumeondokewa Afrika Mashariki. Lakini niseme moja, ukitaka mjue katika zile dalili ambayo Sheikh Al-Hadi umeeleza wema, nitaitaja mimi moja kwa mtindo mwingine. Ni kwamba kuna abidi mmoja mtendaji ibada sana, amefanya ibada nyingi, na siku zote ukiwa ni mwenye ibada sana wewe wajiona mpungufu, huna kitu. Kwa hiyo huyo bwana mkubwa akawa anafanya ibada, lakini siku moja karudi kutoka Maka, yualalamika, mimi ibada zote hizi mbona siwi kama fulani, kama Junaidul Baghdadi, mbona siwi kama Maruful Kharqi, mbona siwi kama Sirriyu Sakti, mbona siwi kama nani? Ajilaumu. Akasikia ukuta unamwambia, walalamika nini we, mbona ni mpenzi wa Mungu?
ingekuwa sio mpenzi wa Mungu angekuwezesha kwenda hija mara zote? Ikamtuliza moyo wake kiasi. Sasa tunamzika mtu ambaye hija zake alizohiji hakuna yoyote miongoni mwetu hapa ambaye aweza kumfikia. Hija 52. Sheikh Kidago unakwenda karibia kila mwaka. Mwaka jana mimi nimekosa, niombe Mungu na mimi niende, sijui nani kamkosesha huyo, ila mmemsamehe, ila niombe na mimi niweze kwenda. Sheikh Abbas unakwenda karibia kila mwaka, lakini hatujafikia hata nusu yake pengine. Hija 52. Sasa kama yule aliambiwa na ukuta kwamba unalalamika nini, Mungu angekuwa kupende angekufanya uwe mgeni wake kila mwaka. Tumeondokewa na mtu ambaye hatujawahi kuondokewa. Tumuombe Mwenyezi Mungu, kwa sababu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala asema, Allahumma khulufni fi musibati. Mtu akisema hivyo basi atapewa kilichokuwa bora zaidi ya kile. Allahumma khulufna fi musibatina hadhi, ili tuweze kupata mwingine wa kushika kijiti chake. Idha mata sayyidun qama sayyidun qaulu bima qala bihil kirami faulu. Atokea atakayekuja kushukia hii habari iliyokuwa nayo ya hija hizo 52. Alikuwa mpaka watu, sababu ya kuitwa rocket ni kwamba watu wakimdhania pia enda Maka basi bila kupanda ndege, kwa sababu ya kwenda kutekeleza hija, hakubali mpite. Allahumma ighfir lahu warhamhu waskinhu fil janna. Mwenyezi Mungu ghufirie. Hakuna mwanadamu ila ni mkosaji, msamehe yaliyokongwa walizokuwa nazo. Mungu sisi tutamani kama tulivyomuona ni bendera kwetu katika uchamungu hapa duniani, tumuone vivyo siku ya Kiyama akiwa pamoja na wema na watukufu waliotanguliza. Allahumma kun sahibana fi asfarina. Mungu kuwa mwenza wetu katika safari ya kumpeleka huko kwenye kumstiri, na wale watakao kwenda wawe uangalie familia zao, safari iwe ni ya salama, ya amani, tukamzike, lakini tukomba utupe badili itakuja kumrisi. Wa sallallahu alaihi wasallam Muhammadin nabiyyi wa alihi wasallam. Inshallah vijana Babdeo Miladu Online TV, pamoja nawe katika kheri.